Usiku wa kijiji cha Ng'wana haukuwa wa kawaida. Kimya chake kilikuwa kizito, kana kwamba hata nyota angani zilikuwa zinaogopa kuangaza. Kijiji hiki kilikuwa katikati ya tambarare za Sukumaland, mahali ambapo mila na uchawi havikuwa hadithi, vilikuwa sehemu ya maisha. Kulikuwa na mambo ambayo hayakuandikwa, hayakusemwa hadharani, bali yalirithishwa kwa hofu kutoka kizazi hadi kizazi. Ndani ya basi lililochoka, alishuka kijana mmoja, Lusajo bin Mahona. Alikuwa amerudi baada ya miaka 5 ya kukaa mjini Mwanza, akitafuta maisha mapya, akiamini alikimbia umaskini wa kijijini, lakini hakuwa amekimbia kile kilichokuwa kinamsubiri. Aliposimama barabarani, alitarajia kusikia sauti za furaha, "Karibu nyumbani," lakini hakuna aliyesema neno. Wanawake waliobeba kuni walisimama ghafla, wakageuka na kuondoka. Wanaume waliokuwa wanapiga gumzo walinyamaza, macho yao yakamfuata kwa hofu. Hata mbwa walimng'ata kwa hasira, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Lusajo alihisi baridi kali ikimpitia mgongoni. Alipofika nyumbani, mama yake na Makula alifungua mlango polepole, uso wake ukiwa umejaa hofu na huzuni. "Umerudi?" aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Ndani ya nyumba taa ya kibatari iliwaka hafifu. Ukuta ulikuwa umechorwa alama za ajabu kwa mkaa, alama ambazo Lusajo hakuziona akiwa mtoto. "Mbona umechora haya?" aliuliza. Mama yake hakujibu. Badala yake, alimshika mkono kwa nguvu na kusema, "Kuanzia leo, usitoke nje usiku. Usiulize maswali na kamwe usikaribie zizi la ng'ombe." Maneno hayo hayakuwa ushauri, yalikuwa onyo. Usiku ulipoingia, Lusajo alilala, lakini usingizi hakumchukua. Katikati ya usiku, alisikia sauti ya kengele. Kling, kling, kling. Ilikuwa inatoka zizini. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Taratibu alinyanyuka, akachungulia dirishani. Ndipo akakiona kivuli kirefu kuliko mtu wa kawaida. Miguu yake ilikuwa kama haikugusa ardhi. Macho yake yalikuwa mekundu kama moto unaowaka gizani. Kiumbe kile kilizunguka ng'ombe, kikitamka maneno ya lugha ya kale ya Kisukuma, maneno yaliyofanya ardhi itetemeke kidogo. Ghafla, ng'ombe mkubwa alianguka chini. Hakukuwa na damu, hakukuwa na jeraha, lakini macho yake yalikuwa yamefumbwa, amekufa. Kivuli kile kiligeuza kichwa polepole, macho yale mekundu yakielekea moja kwa moja dirishani, yakamtazama Lusajo. Lusajo alipiga kelele, akaanguka chini. Alipozinduka asubuhi, kijiji kizima kilikuwa kimekusanyika. Wazee walivaa ngozi za wanyama, walishika fimbo za jadi, na midomo yao ilikuwa imetulia, kana kwamba walikuwa wanajua kitu ambacho wengine hawakujua. Mzee mmoja alisema kwa sauti nzito, "Uchawi wa kale umeamka tena." Mwingine akaongeza, "Na jina lililotajwa usiku ni la huyu kijana." Lusajo alitetemeka. "Kwa nini mimi?" aliuliza, lakini hakuna aliyejibu. Badala yake, walimwangalia kwa macho ya mtu aliyekwisha hukumiwa. Na mbali kidogo na kijiji, upepo ulivuma, ukileta sauti ya kunong'oneza, "Hii ni mwanzo tu." Mwisho wa Part 1.